Kitabu cha Kovu la Moyo naweza nikasema kwamba kimeniongezea elimu kutokana na yale ambayo niliweza kupitia huko nyuma. Yes. Unajua tunakuwa tunaishi na vidonda ambavyo wakati mwingine hatujui namna ya kuviponya. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kupitia kitabu cha Kovu la Moyo kilinisaidia sana yale majeraha na makovu ambayo nilikuwa nayo huko nyuma, ambayo wakati mwingine inawezekana alikuwa anaathiri mwenendo wangu wa maisha kwa namna moja au nyingine. Lakini baada ya kupata kitabu na kukisoma, namshukuru Mungu, kuna baadhi ya vitu vingi sana viliweza kuondoka. Ya vitu vingi, natamani kujua kitu kimoja wapo ya hivyo vitu ambavyo viliondoka baada ya kusoma kitabu cha Kovu la Moyo kilichoandikwa na Bi Mariam Mbano. Mmoja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vikiniumiza sana, nakumbuka mwaka 2010 huko. Sasa hapa mke wangu atanisamehe. Mwaka 2010 nilishika kuwa na mtu mmoja kwenye mahusiano. Na tulikuwa na mipango mingi sana. Sasa ikafika time yule mtu, kuna sehemu tulihudhuria seminar. Baada ya kwenda kwenye ile seminar, mwalimu aliyekuwa anafundisha ile seminar alituambia kwamba ni muhimu kila mmoja kujua malengo ya mwingine, ili mnapoingia ndani ya ndoa kila mmoja aweze kujua kabisa kwenye ndoa kila mtu ana malengo yake. Alafu kuna lengo ambalo limewaunganisha ninyi kama ninyi. Kwa hiyo ni vizuri kuambiana kila mmoja malengo alionayo, ili mkifika kule ndani msije mkaanza kubishana kwamba kumbe wewe ulikuwa na malengo haya na mimi na malengo haya, alafu tumefika hapa ndani sasa hatumatch. Kwa hiyo mnajikuta mnavunja yale mahusiano.